بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Ndugu Islam, tunaendelea na silsila yetu hii ya kueleza ni kwa nini sisi hatukubaliani na madhehebu ya Shia. Tunajaribu kwamba kila tunachokisema kiwe kitu cha hakika ambacho kwamba kimo katika vitabu kimeandikwa, na kukielezea kwa njia za kielimu kadiri tunavyoweza. Kwa mukhtasar, sababu nyingine ambayo kwamba inatufanya sisi kwamba hatukubaliani na madhehebu ya Shia, na tunaona kwamba mkono wa wasio kuwa Waislamu umepita kwa wingi ndani ya madhehebu hiyo, ni masala au kuikubali kwao masala ya kwamba Qur'ani imepotoshwa, kwa maana kwamba viko vilivyoondoshwa au vilivyozidishwa katika Qur'ani. Na bila shaka kauli hii ni ukafir kwa wazi, ni kumrudi Mwenyezi Mungu katika Qur'ani. Na hivi ndivyo walivyo watu batil. Utakuta wanatoa ushahidi wao kwa aya nyingi, lakini hakuna hata moja ambayo kwamba ina maana hiyo ambayo kwamba ni kusudia wao. Basi hutafuta shubha ikawa ndio ushahidi umekwisha. Nakumbuka siku moja nilizungumza na kijana Shia pale Unguja, akanambia katika Qur'ani Ali katajwa mara 300 na Qur'ani tunasoma, si wataalamu wa Qur'ani, lakini tunaisoma, hatujapaona hata pahala pamoja kutajwa Ali. Lakini akamuona kwa nini? Kwa sababu kuna ile kupotosha. Al-Mahdi al-Muntadhar pia katika Qur'ani tutaona katika sehemu yake, lakini aya ya Mahdi al-Muntadhar mwenyewe utaona aya kutajwa Ali. Kwa mfano ile aya warafa'nahu makanan aliya, wengine wakwambia ile wanasema ni Ali yule, kwamba tulimnyanyua katika sehemu ya juu Nabii Idris. Basi wao pale wanasema maana yake ile sehemu ya juu umechukua neno Aliya, asema Ali huyu katajwa hapa kwamba Ali ndio. Sasa ni mambo ya kuchezea Qur'ani, yani yako mengi tutakuja. Kuna masala ya tahrifu Qur'ani, kuna masala kupotosha aya za Qur'ani, ziko kwa wingi tutakuja. Hizo ndo sababu ambazo kwamba sisi tunaona hii madhehebu ina mushkila. Na nyinyi ndugu zanguni ambao kwamba mmeingia huko kwa wingi katika Afrika Mashariki na kwingineo, kaeni mfikirie upya na maneno haya zingatieni, lakini mmekwenda kwa hala wrong. Na sababu yake ni kwamba mimi nakumbuka baadhi ya wengi wa Shia ni watu ambao kwamba walikuwa hawakusoma hata kidogo. Aghlabu yao, hiyo ni 99% walikuwa hawakusoma kabisa. Unajua mambo madogo tu basi juu basi. Kama amesoma ni baadaye, baada ya kuchukuliwa na kupelekwa alopelekwa Qum, alopelekwa Lebanon au wapi, hiyo ni baadaye. Lakini wakati huo walikuwa hawakusoma. Usomaji wao ni mdogo tu, bado hawana maarifa ya kuweza kupambanua. Na wale ambao walikuwa kidogo hawajambo, tabana hakuwa mtu alimu, yani katika wale wengi Afrika Mashariki kuna watu walikuwa hawajambo, wengine kwa uwazi kabisa walikuwa wanafuata maslahi ya dunia basi. Kwa hiyo masala ya kuipotosha Qur'ani. Na mfano wa pili, kabla ya kuzungumza hilo, utakumbuka kwamba kuna watu wanajiita Kadiani, wenyewe ni madhehebu, si madhehebu, ni dini mbali. Basi ndiye kuja dini na mmoja katika hawa anaitwa Kaluta, alitoa aya nyingi za Qur'ani kuonesha kwamba utume unaendelea, lakini katika zile aya alizotoa hakuna hata moja iliyosema kwamba utume unaendelea. Kwa chukua shubha akaeka tafsiri yake anataka akwambia umefahamu. Wakati ukizitazama aya zote zile alizozitoa zinajibiwa na aya moja tu ya Qur'ani, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khatama nabiyyin. Kwa Muhammad ni mtume wa mwisho wao. Taban ile khatama nabiyyin wanasema kwamba ni pete ya mitume, lakini Qur'ani inajifasiria yenyewe kwa yenyewe, ifasiriwe na mtu. Kisomo cha pili cha aya hii walikuwa hawajui wao, Makadiani hawajui, kinasoma wa khatimi, na hii huwezi kuifasiri pete tena. Na hii ni kisomo mutawatira, yani sio kisomo shadha, ni mutawatira, wa khatimin nabiyyin. Kwa hivyo hapa ni kwamba mtume kaja kutia nini? Kutia kufunga kabisa, hakuna utume tena. Utakuta aya yote hayotoa sijui maelezo yake tumejibu na aya
moja. Kwa hivyo na hawa mashia vile vile katika masala hii kwamba Qur'ani imepotoshwa, watakupa mahadithi, wana hadithi kama 2000 tunaona hapo, lakini zinajibu na kama aya 2 3 basi, zote zinaporomoka yote ile kama tutakavyoona. Lakini hii itakuwa ni silsila, tunaendelea. Hii ni clip ya 6, lakini masala ya tahrifu Qur'an itachukua time kidogo, tunakontinua kidogo. Sasa leo nataka nikusomeeni kitabu cha mmoja katika nguzo wa Kishia, ninacho mkononi hapa, kinaitwa Al-Anwaru An-Nu'maniyya, wengine wanakiita Dhulumati An-Nu'maniyya kutokana na mambo mabaya mengi yalikuwa ndani. Taban hichi kitabu ukisoma utaona maajabu wewe, mpaka hao masahaba wote walirtadi isipokuwa 4 tu utakuta humu, na mpaka anasema katika baadhi ya nyaraka kwamba hao wanaofuata Abubakar Mungu wao si Mungu wetu na mtume wao si mtume wetu, maneno mabaya tunasema. Sasa bwana huyu ni nani huyu? Kwanza tumsome hapa alivyoandika katika gamba la vitabu. Anasema huyu kaandika kwamba ni al-alim al-amil al-kamil al-badhil sadrul hukama wa raisul ulama as-sayyid Ni'matullah al-Jazairi. Mfahamiana. Kwa hivyo kwanza utakapolijua hili, huyu anayosema tutakuja pale kwamba tufate Ahlul Bait ili tusipotee. Yeye mwenyewe ni katika Ahlul Bait ninavyoonyesha, kwa sababu sayyidi maana yake ni katika Ahlul Bait na maneno yake humo vitupu. Katika kitabu hichi juzu ya pili, Al-Anwar An-Nu'maniyya, ukurasa wa 357, anasema haya hapa. Kwanza aliwanukuu baadhi ya wanavyuoni wao wa Kishia ambao kwamba wanasema kwamba hii Qur'ani imeteremka kwa njia ya mutawatir kutoka kwa Mwenyezi Mungu kupita kwa Jibril kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye hilo analipinga. Qur'ani hii tulikuwa nayo yani. Taban, lakini hawa ulama wenye kusema hivi si wengi. Kwanza katika Shia ni wachache, tutanukuu. Na kwa nini wamesema hivyo? Je, lile kundi la pili ambalo kwamba linaona vinginevyo, wanaona kwamba Qur'ani hii tulikuwa nayo imepotolewa, si Qur'ani hii, sio hii, wana jawabu gani? Lakini hili tutafika mahala pake, si mahala hapa. Hapa sasa hivi nataka kunukulieni wale maulama tu wenye kusema kwamba Qur'ani imepotoshwa ili kutoa uthibitisho. Katika ukurasa 357 anasema neno haya. Athalith, hoja ya 3, anna taslima tawaturiha ani alwahyi alilahi wa kauna alkulli qad nazala bihi ar-ruh al-amin يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا رضوان الله عليهم قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. Halafu baada hapo nakataja baadhi ya maulama watatu ambao kwamba haya hajakubaliana nao, tutazungumza tukifika mahala pake. Anasema kwamba kukubali kwamba visomo hivi vya Qur'ani hivi ni mutawatir kupitia katika njia ya wahi kwa Mwenyezi Mungu, na kwamba Qur'ani hii yote imeteremshwa na Jibril ar-Ruh al-Amin. Tukikubali hivyo, jambo hili yufudhi ila tarh al-akhbar al-mustafidha bal mutawatira, itapelekea sisi kwamba zile hadithi nyingi tulizopokea kutoka kwa wetu yani, ambazo kwamba zimefika daraja kuwa ni mutawatir. Hadithi mutawatir ni kama Qur'ani yani, hukumu yake atakayekataa ni kafiri. Kwa hivyo imefika, itabidi sisi tuzikatae zile, tuzitupe ambazo zinaonyesha kwa uwazi kabisa hadithi hizo za Kishia kwamba pametokea upotoshaji katika Qur'ani, upotoshaji wa maneno, upotoshaji wa maudhui, upotoshaji mpaka wa i'rabu umetokea. Hayo maneno yake. Halafu akasema pamoja na kwamba maulama wetu, Mungu awe radhi, wamekubaliana juu ya usahihi wa riwaya hizo zenye kusema kwamba Qur'ani imepotoshwa, na wamekubaliana katika kuzikubali. Maneno yake hayo katika ukurasa wa 357. Sasa ikiwa habari za kwamba au riwaya za kuonekana riwaya hizi za kwamba Qur'ani imepotoshwa nimefika daraja mutawatir, na hapa na kitabu kingine kimetungwa huyu na
huyu ni msunni lakini anajibu kamnukuu vile vile katika sehemu nyingine, kwa sababu sasa kutafuta, lakini kamnukuu shekhe huyu kitabu hichi, lakini itakuwa sababu kwa sasa kutafuta kitabu hichi kinaitwa Ashia wa Tahrifu al-Quran, kimetungwa na Muhammad Maradhi na kimetungwa tangulizi na Dr. Muhammad Ahmed An-Najafi. Katika kitabu hichi ukurasa 57 anamnukuu bwana huyu akisema neno haya, anasema innal akhbara ad-dalla على ذلك تزيد على 2000 حديث، وادعى استفاضتها جماعة كالمفيد والمحقق الداماد والعلامة المجلسي وغيرهم، بل الشيخ أبو جعفر الطوسي أيضا صرح في التبيان بكثرتها، بل ادعى تواترها جماعة. أنا سمع kwamba hadithi riwaya ambazo kwamba zimeonyesha juu ya hilo kwamba Qur'ani imepotoshwa zinazidi 2000, ni zaidi ya 2000 riwaya. Anasema shehe kishia huyo, na shehe mkubwa si mdogo. Na wamesema baadhi ya jamaa, baadhi ya kikundi kikubwa wamesema, na ni kikundi kikubwa cha wanavyuoni kishia, wamesema kwamba hizi ni nyingi mno, kama vile alivyosema Sheikh al-Mufid katika wanavyuoni kubwa sana wa kishia, na al-Muhaqqiq ad-Damad na al-Majlisi na Sheikh at-Tusi ambao wanamuita Sheikh Taifa wenyewe wanamuita. Sasa hadithi riwaya 2000 kwamba Qur'ani imepotoshwa, lakini kama tutakapokuja kuona kwa mbele riwaya 2000 hizo zote zinajibiwa na aya 1-2 basi, kuonesha kwamba ulikuwa na utungaji mkubwa wa uongo wa riwaya katika ulimwengu wa kishia, katika madhehebu ya kishia. Lazima tulikubali hilo. Sasa sisi ni kipi kitachotufanya tukubali Shia wanapotuambia kwamba mtume kaacha wasia wa mtume kwamba Ali awe khalifa, kwamba wao wanazo riwaya zao wanasema hali ndio kama hii? Kipi kitatufanya sisi tukubali kama riwaya zao sahihi, na wao utungaji wa hadithi umepita kiasi kwa wao, na watu wenye kufuata matamanio ya wazi, kama tulivyoona katika masala ya adhana kwamba mtu unakubali kwamba hichi kitu ni haramu, unakubali kama hichi kitu kimefanywa na makafiri, lakini na wewe unaendelea kukifanya, na kama hakikuwepo enzi ya mtume wala hakufanya wala hajafanya na Ali wala wengineo, unakifanya wewe. Karne ya 4 kimezuka na hutaki kukiacha, ni kufuata matamanio ya nafsi. Kwa dini si matamanio, dini ni haki. Ndio maana yake. Jamani, tukisemezana wakati mwingine tuweza kuona kama tunamchukia mtu, lakini huu ndio kweli ulivyo. Iko tunataka kweli, tunataka radhi Mwenyezi Mungu, basi huko siko ni kuhari kwa kudanganywa tu, kwa sababu watu wengi hawakusoma na walifanya haraka. Walipodanganywa na hadithi Thaqalaini ile wakadanganyika, wakaona ile ni hadithi yenyewe nakatoa kipande, tutakuja katika hadithi Thaqalaini haitimizwi, basi ni hivyo tu. Ala hal, hayo ndio maneno ya shekhe wenu. Na ukija katika ukurasa wa shekhe huyo katika ukurasa wa 360 anasema ndio haya, sikiliza. Al-khamis, hoja tano, annahu qad istafadha fi al-akhbari anna al-Qur'ana kama unzil lam yu'allifhu illa amir al-mu'minin. نعم هبا إلا أمير، نعم وهبا إلا أمير، سمحاني تنحوه وهبا إلا أمير. كما أنزل لم يؤلف إلا أمير المؤمنين عليه السلام بوصية من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سيما hoja tano, habari zimekuwa nyingi, zimekuwa wingi kabisa, yani riwaya hadithi nyingi zimeelezwa kwa uwazi, yani kwamba Qur'ani kama ilivyoteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kama ilivyo, basi hakuiandika Qur'ani hiyo, hakuitunga isipokuwa nani? Sayyidina Ali Amir Mu'minin, tena biwasiyatin min an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Tena alipewa amri hiyo, alipewa wasia kwamba afanye hivyo na mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alimpa wasia. Fabaqiya ba'da mautihi 6 ashhur mushtaghilan bijam'ihi. Kwa hivyo akakaa baada ya kufa mtume miezi 6, akakaa nyumbani kwake Sayyidina Ali anaiandika Qur'ani, anaikusanya. Hiyo ndio Qur'ani kama ilivyoteremshwa. Falamma jama'ahu kama unzila ata bihi ila almutakhallifin ba'da rasul sallam.
baada ya kuiandika kama ilivyoteremshwa Qur'ani, akawajia nayo wale ambao kwamba mutakhallifina, waliokaa nyuma, kwa maana kwamba walikuwa hawakumchagua yeye Ali kwamba ni khalifa baada ya mtume, ndio masahaba wote, yani kifupi. Faqala lahum, akawaambia, hadha kitabullahi kama unzil, hii ndio Qur'ani, kitabu cha Mwenyezi Mungu ni hichi kama Mwenyezi Mungu alivyoteremsha, hakuna kilichozidi, hakuna kilichopungua, ni hichi hapa, wala hakuna kilichopotoshwa. Imam Ali anaambia nani? Anaambia masahaba, riwaya yao hiyo. Faqalahu Umar ibn al-Khattab, Umar akamwambia, la hajata bina ilaik wala ila Qur'anik, sisi hatuna haja na wewe, hatuna haja na Qur'ani yako, sawa? عندنا قرآن كتبه عثمان. فقال لهم علي، أنبياء سيسي بوانا تنا قرآني ملكنا عثماني. علي كوانبياء. فقال لهم علي عليه السلام، لن تروه بعد هذا اليوم ولا يراه أحد حتى يظهر ولدي المهدي عليه السلام، وفي ذلك القرآن زيادات كثير وهو خال من التحريف، وهو خالي من التحريف. Na katika Qur'an Saidina Ali akamwambia, sasa kaambiwa, na sasa Qur'an hii kama hamjaitaka leo, basi hamtoiona tena mpaka aje al-mahdi al-muntazir, tutadhihirisha hii. Mfahamiana? Anawaambia masahaba, na anasema shekhe huyu kwamba katika Qur'an hiyo kulikuwa na nini? Kulikuwa na nyongeza nyingi ambayo kwamba katika Qur'an hii haimo, ilikuwa na leo. Sasa huu si ukafiri, ni kitu gani? Sisi ndio tukauliza, je, huyu shekhe na mashekhe wenu hawa na nyewe wenyewe, hii Qur'an iliyokuwa mnaiamini au muiamini? Iko mnaiamini tujue, hamuiamini tujue. Maana Qur'an ishajieleza kwamba huku hakuna kilichozidishwa wala kilichopunguzwa. Tutakuja katika sehemu maelezo haya, hatujamaliza. Yeye anatuambia imezidishwa, imepunguzwa, na si peke yake, ni wengi, tutasoma neno yao. Mmefahamiana? Anasema, wadhalika anna Uthmana qad kana min kutab alwahy limaslahatin ra'aha sallallahu alayhi wasallam, wa hiya an yukadhibuhu alla yukadhibuhu fi amri alquran bi an yaqulu innahu muftari au innahu lam yanzil bihi ar-ruh al-amin. Na Uthman alikuwa ni katika waandishi wa Qur'ani, akimwandikia mtume Qur'ani, na yeye alimpa nafasi hiyo kwa sababu maslahi maalum, kwa sababu sio kasema kama mtume anasema uongo, anadanganya kwa hii Qur'ani, sio kama akamkadhibisha, wala sio kasema kwamba huyu bwana Jibril hajateremka naye, sio kasema hivyo, ndio maana akampa Uthman. Sasa angalia maneno hatari haya. Kwanza maneno haya na mtume sallam, tuhuma ya wazi kwamba ni ushamtoa katika, hata si Muislamu. Sasa mtume shamfanya si Muislamu, jambo la kwanza, kwa sababu mtume katumwa na Mwenyezi Mungu aje afikishe risala, tena risala iliyo wazi kwa watu wote. Risala hii hakuifikisha, kenda kumpa Qur'ani, kampa mtu mmoja peke yake tu, kwamba Qur'ani hii hapa. Kuna faida gani? Yani ni kwa nini mpe mtu mmoja? Asisome Qur'ani kwa watu wote, anataka kataka hataki, basi ni kumzuia Mwenyezi Mungu na mtume wake uongo wa wazi kabisa. Halafu tena unakwenda kumfanya Ali pia na ana khiana ya pili, kwamba kwa sababu hawakutaka hawa kina Umar na grupu yake hawakuitaka hii Qur'ani, kwa hivyo basi na mimi naificha mpaka aje mahali atadhihirisha. Kwa hivyo na Ali naye kaingia katika kuficha haki, kuficha ukweli. Lakini swali la tatu tujiulize sasa, katika masala ya mahadi wenu, muda msubiri, tutakuja. Alikuwa mpaka leo hajadhihiri, kajificha kwenye mapango. Watu wanaadhibika, wanateseka, miaka karne twende karne irudi, watu wanateseka mpaka leo, hali nzito. Hali nzito kwa Palestina, hali nzito kwa Irani wenyewe Mashia, hali nzito kwa kila watu wa Waislamu wote. Mahadi kakaa tu, bado kakaa tu kwenye mapango. Yani mambo ya auham. Hii dini yote ni dini ya tamthilia na auham. Yote dini inayokwenda katika Shia ni tamthilia na auham. Basi hakuna kitu cha hakika yani. Yani wewe ukija wewe Mahdi uje ukisoma wenzake, tutakuja kufika masala ya Mahdi. Mtu anakuja watu wanne wanasema kwamba alikuwa na nuwabu wake, wawakilishi wake wanne. Yeye baada ya kujificha wanachukua saini zake wanaleta huko watu wanne. Yani
Yaani unadanganya kwa watu wadogo. Yaani dini inathibiti kwa watu wanne wa kawaida walikuwa si maasumina, ndio inathibiti dini ya Mwenyezi Mungu. Kwamba akwambie fulani kajificha huko huko, akatupasha dini zake hizi hapa. Maana ya kitoto kabisa. Tutakuja huko, hatujafika. Tunakuja sasa hivi katika hii tahrifu al-Qur'an. Lakini kubwa zaidi tukuulizeni sasa. Nyinyi mnatupa hadithi ambayo kwamba imo katika vitabu vya Kisunni. Kwamba nimekuachieni Qur'ani, nimekuachieni kitabu cha Mwenyezi Mungu, ndio Qur'ani yenyewe na nini? Na Ahlul Baiti, hijrati Ahlul Baiti. Nimekuachieni Qur'ani, mtume anasema na nini? Na watu wa nyumba yangu mkamatana nao lan tadhillu abada. Hamtupotea milele, si ndio? Sawa. Tukuulizeni. Qur'ani ya kweli imefichwa, haipo. Qur'ani tulikuwa nayo imepotoshwa, imeongezwa, imepunguzwa. Na nyinyi mnatumia hiyo hiyo ambayo imeongezwa, imepunguzwa, mnaitumia. Sasa nyinyi ndio hapo ndio mko katika sirati mustaqim. Nyinyi ndio mmeongoka. Nyinyi ndio hamkupotea. Maana unatumia kitabu ambacho kama kimepotoshwa. Mkristo anatumia Biblia iliyokuwa imetiwa viraka. Na ndio sababu ya kupotea. Na wewe unatumia Qur'ani imetiwa viraka. Utasemaje kama uko katika sahihi? Kama uko sawa sawa. Ikiwa unakubali kama Qur'ani hii imepotoshwa na wewe unaitumia, basi kubali kama na wewe umepotea njia vile vile. Logic. Mfahamiane. Usiseme kama wewe umepotea, sema tumepotea sote yani katika umma huu. Sote. Shia, Sunni, Ibadhi, wote wamepotea. Ungesema hivyo kutokana na msingi wako ulioweka. Haya, tungekwambia kwa msingi wako umesema sawa, lakini huo ni upotovu wako peke yako, si hatumu. Lakini unasema kitu alafu unasema mimi nimeongoka. Unafuata kitabu kilichopotolewa na kilichokuwa sahihi hakijaja bado kwa muda wa karne 14 na hiyo 15 tayari. Waislamu hawana kitabu cha kuongoza ambacho ni sahihi, ndio maana yake. Wanafuata kitabu kilichopotolewa. Mantiki ya Kishia hiyo. Je, mtatanabahi ndugu zetu wa Kishia? Kwa sababu ambao kama wanavutwa katika Ushia wakaipelekwa tu, wakaambiwa mambo yalikuwa hayaingia akilini. Yote haya yalisemwa kwa nini? Asili yake ni kule watu wanataka nini? Kwamba lazima kuwe na ushahidi kwamba Ali alikuwa ndio khalifa baada ya mtume. Ushahidi katika Qur'ani hawana, katika hadithi sahihi hawana. Ni matamanio na nafsi zao. Kwa hivyo waende wapi? Kwamba Qur'ani imepotoshwa. Kuna aya tutakuja kuona nyingi, tutakuja kusoma baadaye kwamba za kumuingiza Ali katika Qur'ani. Lazima upende hapo. Kwa sababu gani? Upatikane ushahidi tu. Lakini Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba kitabu hicho kitakahifadhi mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kukipotosha. Hayo mambo mmefikiria ndugu zetu wa Kishia, na fanyeni tena, rudieni tena akili zenu vizuri. Halafu Sheikh yeye anasema rais wa maulama huyo ndio kiongozi wa maulama wa Kishia, kiongozi wa maulama kama wenyewe wanamuita hapa. Sadrul hukama wa raisul ulama, ni chimbuko huyu cha watu wenye hikma. Na ndiyo nini? Kiongozi wa wanavyuoni wa Kishia. Anasema katika ukurasa wa 361, ukurasa 361 nasoma: وقد أرسل عمر بن الخطاب زمن تخلفه إلى علي عليه السلام بأن يبعث له القرآن الأصلي الذي هو ألفه، وكان عليه السلام يعلم أنه طلبه لأجل أن يحرفه كقرآن ابن مسعود. Umar bin Khattab katika zama zile ambazo kwamba walikataa kufuata maagizo ya mtume na wakakataa kuchagua Imam Ali kuwa ni khalifa katika zama zile, alipeleka ujumbe kwa Imam Ali. Maneno yake hayo anasema, alimpelekea ujumbe kwamba hebu nipe ile Qur'ani ya asili. Umar anamwambia nani? Ali, nipe ile Qur'ani ya asili ambayo kwamba kaitungaye Ali. Na Ali alikuwa anajua kwamba huyu anaita Qur'ani hii lengo lake ni kwamba anataka kuipotoa kama ilivyopotolewa Qur'ani Ibn Mas'udi alivyopotoa. Sawa na Ibn Mas'ud hakuwa na Qur'ani ilipotolewa. Ibn Mas'ud alikuwa na Qur'ani hii. Kuna qiraat shadha mutazimo ambazo kwamba si Qur'ani, ni tafsiri ya Qur'ani, si Qur'ani. Inajulikana Qur'ani haiwi isipokuwa mutawatir.
au yukhfiyahu indahu hatta yaqula an-nas inna al-Qur'ana huwa hadha al-kitab alladhi katabahu Uthman la ghayr falam yab'ath bihi ilayhi. Anasema kwamba alitaka Umar ichukue Qur'ani ili ama aipotoe au aifiche ili watu wapate kusema kwamba Qur'ani ya kweli ni hii kitabu ambacho tunacho sisi leo, ambacho kwamba kakiandika Uthman, hakuna nyingine. Lakini Imam Ali akakataa. Wa huwa al'ana, na Qur'ani hiyo sasa hivi mawjudun inda Maulana al-Mahdi alayhi salam ma'a al-kitabi as-samawiyya, ma'a al-kutubi as-samawiyya, na Qur'ani ile asili ile ambayo ndio sahihi hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu, akampa Jibril, akamleta mtume, akampa Ali, basi hiyo mpaka leo anayo al-Mahdi al-Muntadhar huko kwenye mapango akanayo huko, pamoja na vitabu vingine vya mbinguni kutoka mbinguni, wa mawarith al-anbiya, na vyote vilivyorithiwa kutoka kwa mitume au kutoka kwa mitume. Ni sawa eh? Naam, nasoma katika kitabu chake hapa eh, wa mawarith al-anbiya walamma jalasa amirul mu'minin ala naam, hapo ndo mwisho wake, natosha hapo katika maneno hayo. Sasa hebu tuelezeni mashekhe, maneno kama hayo wewe utayafasiri vipi, na vipi utasema kwamba nyinyi ndio mko katika haki na nyinyi ndio mnafuata Uislamu sahihi alikuja na mtume na wengine wanafuata Mayahudi? Na kusomea tena katika ukurasa wa 363 maneno yanasema, maneno yake: ruya fil akhbari annahum alayhim assalamu amaru shi'atahum biqira'ati hadha almawjud min alquran fi as-salat في الصلوات وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين إلى آخر المقال. Utumbo wake huo anasema kwamba zimepokewa habari nyingi kutoka kwa nani? Kutoka kwa maimamu wao. Maimamu wamezulia uongo uongo tele, hayo wamesemwa na, soma kitabu cha Musawi, ni uongo mtupu umezulia maimamu au ndio maimamu wa Kishia, kwa sababu kutaka kupotosha na wamefanikiwa. Anasema kwamba imepokea kutoka kwa maimamu Mwenyezi Mungu amani ya Mungu juu yao, kwamba waliwaamrisha mashia wao kwamba waisome Qur'an hii sasa hivi, madamu hakuna tena nyingine, basi someni ile sasa hivi ndio imefichwa. Kwa hivyo nao wanashiriki katika upotovu. Qur'ani iliyopotolewa na maimamu wenu wanaisoma na amrisha isomwe, wameshiriki nao upotovu kama wengine. Sasa watu ndio maana yake hiyo. Wewe unajua kitabu kipotovu, mbona soma Biblia basi? Singesema hata Biblia tu, nao pia ni kitabu kimepotoshwa. Kitabu asili yake ni kitabu cha mbinguni, kimepotoshwa, yametiwa mengine ya ndio, mengine sio. Na Qur'ani imepotoshwa, mengine ndio, mengine sio. Haki imeondoshwa, asema cha nini sasa? Hivi ndivyo mtu upotovu ambao kama mtu kwa wengine hata kufikiria katika akili yake hafikirii, yani ile akili hakika kafikiria yani hii ndio dini gani ambayo kwamba mtume anatumwa halafu haiki wazi jambo likafahamika kwa wazi, mambo yote yanakuwa vitendawili. Kwa hivyo someni hii Qur'ani hii katika sala na katika sehemu nyingine, na hukumu zake chukueni hii mpaka atapokuja mahali muntadhar. Qur'ani hii anasema fayatafiu hadha alqur'anu min aidi an-nas ila as-samaa, wenyewe itaondoka itapaa mbinguni. Qur'ani hii Qur'ani ilikuwa nayo akija mahadi itapaa mbinguni. Wa yakhruju alquran alladhi alafa amirul mu'minin, na hapo ndio itakuja ile Qur'ani ambayo kwamba iliandikwa na nani? Sayyidina Ali, ambayo hiyo ndio Qur'ani sahihi imetoka kwa mtume. Huu ndio uongofu wa Kishia, ndio uongofu, na wengine ni wapotovu. Uongofu ni huu. Tupo sasa. Hii Qur'ani ambayo ipotoshwa ipande mbinguni ikafanya nini? Na si Qur'ani huko mbinguni inafanya kitu gani? Angetuambia kwamba hii Qur'ani iliyokuwepo itatupa kwenye jaa, sio shasema imepotoshwa, haijakamilishwa. Kuna maneno mengi yametiwa, mengine sio haya, kama tutakaposoma na iko riwaya Tabarasi
tutakuja kusoma baadaye katika kitabu chake al-Ihtijaj. Sasa huko mbinguni kafanya na Qur'an ishapotoshwa. Kwa hivyo bwana wa Kishia na wenzako, sisi kwa nini hatuitaki madhehebu ya Kishia? Si kwa sababu tunawachukia Mashia kwa jina lao kama ni Mashia, kwa sababu kwa kile cha Kishia, kwa sababu wasema kwa sababu ni kama hizi ambazo kama nikusomea hapa. Hizi ndio sababu zinazopelekea sisi kwamba tusikubali madhehebu ya Kishia. Na haya kwa wingi, na haya yamesemwa na maulama wengi, na ukitaka ukweli huenda ikawa wote wakubali haya. Tutakuja kusema kwa sababu hata wale ambao kwamba wamesema kwamba Qur'ani haikupotoshwa, kuna shaka kubwa kama ni kwa sababu ya takia, kama maandishi yao wenyewe yalivyoeleza kwamba hili jambo ambalo kwamba lilitakiwa lifichwe. Ndio maana huyu mwanachuoni karibuni hivi Nuri alipotoa kitabu chake Fasl al-Khitab, iko mizani mkubwa, wakaanza baada kushakufa wanaanza kusema ndio kwa maana sema Mashia anasema alitubia. Sasa mnasema nyie atubia, kwani mwenyewe alikuwa na mdomo? Yeye mwenyewe alikuwa na mdomo? Hata kama yuko katika maradhi ya kufa, kama anaweza kusema wangemrekodi pale pale anatoa toba yake. Ni katika ni jumla ndio takia yenyewe katika Shia yenyewe kusema uongo, yani katika kulinda nini itikadi. Tutakuja katika takia, kwa leo naomba niishie hapa. Kwa hivyo bwana, sisi hatutaki madhehebu ya Kishia kwa sababu hiyo, ndio sababu yake, hatuna sababu nyingine. Itikadi zilizokuweko ni chafu, mbaya, mbovu, hazifai kabisa. Na nyinyi na kulinganieni, jirekebisheni, rudini katika haki, muombeeni Mwenyezi Mungu dua kwa wingi, salini istikhara, hasa Mwenyezi Mungu akuoneshe njia ya kufuata. وما ذلك على الله بعزيز. أقول ما قد سمعتموه وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.